Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji basi wa Arkas Online TV, halikadhalika Makir Online na Jafari Mtimkuu. Mchana wa leo watu wana furaha katika maeneo haya ya airport ya Tanzania. Ni Terminal 3, watu wamejaa, wamekuja kwa wingi kwa ajili ya kusindikiza ndugu zao, jamaa zao. Nyuma yangu ama hapa karibu unawaona wasindikizaji ambao wamewasindikiza mahujaji wapya kwa mwaka huu inshallah. Tunalo neno la kusema nao. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Habari za leo mama? Safi. Unaitwa nani? Farhia. Farhia nani? Maliza basi majina. Farhia Suleiman Ayub. Hapa airport unafanya nini? Nimekuja kumsindikiza babangu. Babako anasafiri? Naam. Anaitwa nani? Suleiman Ayub. Hija yake angapi? Ya kwanza. Unajisikiaje kwenye moyo leo mzee wako kwenye familia ukoo wenu anakwenda haji? Najisikia furaha sana. Na namshukuru Allah kumpa hiyo nafasi kwa kumchagua. Mashaallah. Na wewe unasemaje? Mwakani labda? Inshallah. Umetia nia? Naam. Babako anaishi Dar es Salaam? Kimara. Tanzania. Kimara peke yake au sio Mluguru huyu? Sio. Wa wapi? Wa Tanga. Je, katika watoto zake nyinyi anawahimiza vipi katika kuisoma dini ya Mwenyezi Mungu? Soma kidogo? Ndio. Unajizu ngapi hapo ulipo? 6. Mashaallah. Unaweza kusomea kidogo tumaya tayasir. Aya yoyote hata aya 3-4 hivi inshallah. Tukusikiliza, samahani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Hasbu. Mashallah. Ni dalili nzuri kwamba shekhe anakwenda haji, lakini amewaandaa mabinti zake kwenye kuisoma Qur'ani. Umesikiliza makhariji mtazamaji. Nani mwingine tuzungumzane kidogo? Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaitwa nani? Naitwa Zainab Suleiman. Unakwenda haji? Hapana, nimsindikiza babangu. Unajisikiaje siku ya leo? Nijisikia furaha sana. Mama naye kishaenda? Bado. Basi muombe dua na yeye aende. Inshallah mwakani kwa uwezo wa Allah ataenda. Amina inshallah. Wewe unasoma Qur'ani? Nasoma. Au umeacha? Nasoma. Una juzu ngapi kichwani? Na juzu 5. Mashaallah. Unaweza kumpa mayasar kidogo? Mtoto wa Sheikh lete vitu kidogo, samahani inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخبير. Hasibu, shukran. Mungu akuhifadhi mama wangu. Amina. Karibuni sana. Mtazamaji, basi ni watoto wa Sheikh Suleiman bin Ayub maarufu Suleiman Makweche. Yeye mwenyewe ni msomi wa dini, msomi wa Qur'ani, lakini pia hakuwaacha familia yake, anawaendeleza, wanasoma Qur'ani vizuri kwa makhariji mazuri. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Shukran, mpaka wakati mwingine tena. Mahujaji wataenda kuzungumza hapa. Naam, basi ni furaha na nderemo, watu wamefurahi, lakini pia ndugu jamaa na marafiki roho zao zimekunjuka kuona jamaa zao, ndugu zao leo wanakwenda katika miji mitukufu miwili, Maka na Madina. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za leo? Nzuri. Uko safarini mama? Ndio. Haji yako ya ngapi hii ukisafiri? Ya 3. Mashaallah, basi mbona mimi unchukui jamani? Inshallah hujaita, ukiita tutaenda. Asante. Mama, jina lako nani na unatokea Dar es Salaam? Naitwa Anifa Samuel Sanga. Mashaallah. Dar es Salaam au unatokea mkoani? Hapana, niko hapa Dar es Salaam. Wapi? Mikocheni B. Kwani hija ni utajiri mama? Hapana kabisa. Yaani hata mimi sina hela yoyote, lakini nia yangu moyoni kwamba ninatamani kama umri wangu uliobaki niende mpaka mwisho wangu. Unasafiri na taasisi gani?
Ya Zamzam. Mashallah, niambie semina umezielewaje semina? Nimezielewa vizuri. Pamoja na uzoefu ulionao, lakini semina yani ni vizuri kurudia ili kuzidi kujiweka sawa. Ndio. Mashallah. Unauzungumzaje uongozi wa Zamzam? Uongozi wa Zamzam kwa kweli ni mzuri. Ndio. Nimekwenda mara 3 nzima na taasisi ya Zamzam, wako vizuri alhamdulillah. Usimamizi uko sawa sawa. Usimamizi wao uko vizuri kuanzia semina na hata tukifika huko anatujali. Kila mahali tuko nao, hawajawahi kutuacha. Mashallah, mashallah. Hongera kwako Sheikh wangu Sheikh Abbas Bantulak kwa sifa nzuri hizi. Na sasa mama amemwaga sifa kemkem mashallah. Okay, unawaambiaje wa Tanzania? Kwa kweli kwenye kuipenda ibada hii ya haji? Kwa kweli si kuipenda tu, ni kutimiza nguzo. Ndio. Hii nguzo kwa kila Muislamu. Ndio. Kwa kila Muislamu anatakiwa aifanye. Ndio. Kwa naye jaliwa, lakini hata kama hujajaliwa, kwa sababu mimi naona kuja haji sio pesa, nia. Kwa hiyo ukiweka nia, kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema kila Muislamu aende haji. Umeshaona. Kwa hiyo ukiweka nia, basi Mwenyezi Mungu anaipa nafasi. Wepesi unapatikana. Kikubwa nia. Mama, nikushukuru sana, nikutakia kila laheri, safari njema. Amina. Usinisahau kwenye dua. Mimi naitwa Jafari. Amina inshallah. Asante. Shukrani sana. Mama huyu anasafiri mashallah na Zamzam kama ilivyo ada mashallah, na nimeendelea kuzivuna sifa murua nzuri zenye kuvutia juu ya taasisi ya Zamzam, namna gani wanafanya vizuri. Mwenyezi Mungu awahifadhi, awabariki na muendeleze huu, basi uendelee, lakini naamini inshallah na taasisi zingine pia wataiga habari hizi na kuhudumia mahujaji katika namna bora. Mpaka mara ya 3 mama anasafiri na Zamzam, hajabadili, ameridhika, anafurahishwa. Shukran Zamzam. Hongera bana. Alhamdulillah. Naam, karibu sana. Mashallah. Karibu mamangu, karibu. Na mtazamaji, alhamdulillah rabbil alamin, tumepata hujaji mwingine. Huyu hapa tayari amependeza, amevaa beji yake shingoni, yu tayari kusafiri leo kupanda pipa kwa ajili ya kwenda haji. Mashallah. Ndugu yangu zamani, jina lako nani? Mimi bwana naitwa Mwinyi Idi Ludete. Ndio, unatokea wapi? Dar es Salaam. Mkazi wa Dar es Salaam, Kariakoo, wilaya ya Ilala. Mashallah. Ni mwaka wako ngapi kwenda haji? Huu ndio mwaka wangu wa kwanza inshallah, ndio first time. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Unajisikiaje kwanza? Wala najisikia furaha na faraja. Nasema paka nikifika nitakuwa nimefika. Mimi mwanzo ninavyojua bwana, safari kama hii huwa inanyimaga usingizi. Wewe siku ngapi leo hujalala vizuri? Kweli sijalala kabisa, sijalala. Wala kula sijakula. Allahu Akbar. Wallahi mimi nimefurahi kwanza kuona kijana umri wako unakwenda haji. Na unawaambia nini wa Tanzania? Kwani kweli haji mpaka uwe tajiri mkubwa? Hapana, haji wewe mwenyewe hata kwa kuchanga. Mfano kwa Zamzam, taasisi ya Zamzam ni taasisi moja bora sana. Ipo tayari, hata ukitoa hela nusu kidogo unaweza ukaenda. Kama mimi nilivyojifunga mpaka leo nimeweza. Na mshukuru Mwenyezi Mungu, naweza kutimiza ndoto yangu alhamdulillah. Kwa hiyo mtazamaji, kumbe kuna uwezekano kabisa mtu ukaweka fedha kidogo inshallah kupitia taasisi hii ya Zamzam na ukafanikiwa inshallah kusafiri bila ya wasiwasi wowote. Hivyo basi mtazamaji, ni kuombe na wewe pia inshallah usijali juu hili. Kuna rabsha kidogo imetokea hapa, lakini haitusumbui sisi kuendelea. Ndugu yangu, katika ukoo wenu ni watu wangapi wamekwenda haji? Wallahi mimi naweza nikawa mtu wa 3 au wa 2. Maana marehemu baba yangu na kakaangu mkubwa na mimi peke yangu. Wote walikwenda haji. Hao ndo walienda haji. Mashaallah. Mimi nilifuata nyayo zao. Mashaallah. Bibi semina unazielezeaje za Zamzam? Mimi na kwa kweli zimetufungua sana, zimenipa taratibu mpaka nimekuja hapa kama vile nimeshawahi kusafiri. Labda mambo mengine tuwe kila kitu natembea hali ya kuwa najua nini natakuwa nifanye. Nijeje uwanjani, nitumie nini, nijiandae vipi, kila kitu nakifahamu alhamdulillah. Hongera kwao taasisi ya Zamzam. Naishukuru taasisi ya Zamzam. Tena napenda kutumia nafasi hii kuwaambia mahujaji wengine watarajiwa wenye nia. Zamzam ni taasisi moja ambayo inafaa sana hasa kwa sisi watu tunayotaka kuanza kusafiri kwa mara ya kwanza. Unaweza kuweka hela kwa kidogo na ukaenda. Hakuna mambo ya longolongo wala nini, wako madhubuti na hata ukopeshwa na ukalipa. Ni wewe unavyojiamini tu. Shaka nikushukuru sana. Asante sana. Tuombe haji mabrur. Amina, mabruk. Amina. Asante sana. Shukrani sana. Hongera, safari njema bana. Asante. Zamzam mashallah wamejiweka vizuri. Ni mtu wa pili huyu anaeleza kwamba si lazima uende na cash. Unaweza ukawekeza kidogo kupitia Zamzam inshallah na ukafanikiwa kwenda haji. Mwamba ameeleza si kwamba labda
akenda na kesh pale Zamzam, la, aliweka kidogo kidogo, akapokelewa na akahifadhiwa pesa zake mpaka wakati wake umefika, na leo anaondoka. Mtazamaji, hija sio utajiri. Tutaendelea inshallah. Shukran.